Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Tuko katika siku tukufu, miezi mitukufu na siku tukufu. Miezi mitukufu ni miezi minne ambayo ni Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Na tuko katika siku takatifu za haji ambapo Waislamu ambao wanakwenda kutekeleza nguzo ya tano, nguzo ya Kiislamu, limanistata'a ilayhi sabila, kwa yule mwenye kuwa na uwezo kwenda angalau kwa umri wake mara moja. Na tunashukuru mwaka huu idadi imeongezeka, imekuwa kubwa kuliko mwaka jana. Ni kumaanisha kila tunaposonga Waislamu wanakuwa na hamasa, wameingiwa na imani zaidi katika kuitekeleza nguzo hii, ijapokuwa uchumi wenyewe ni mzito. Lakini pamoja na kuonekana uchumi ni mzito, lakini inaonekana idadi imeongezeka. Ombi letu ni kwa Wakenya. Serikali ya Saudia ina mpangilio wake na serikali ya Kenya ina mpangilio wake. Serikali ya Saudia inataka watu watoe visa mapema. Kwa hivyo yule mwenye nia ya kutaka kwenda haji, basi iwe amerejista angalau Ramadhani ili visa ifanywe mapema. Mwaka huu idadi ingelikuwa kubwa zaidi, lakini kuna watu wengi wamefungiwa nje kwa sababu ya wakati ambao kwamba umepita. Kwa hivyo hii ni nguzo ambayo kwamba muhimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kwenda haji asifanye uchafu wowote, raja akayomi waladatu umbo, anarudi kutoka haji kama siku ambao amezaliwa na mamake. Ni kumaanisha anarudi hana dhambi lolote. Sasa ni juu lako wewe kama Muislamu ulokwenda haji, ukirudi utaanza upya. Ukianza upya usianze madhambi. Kwa hivyo hii haji ni nguzo ya tano kwa yule mambo kwamba ana uwezo wa kwenda. Tumeona watu mtu hana uwezo lakini ameitwa, kuitwa amepata ufadhili, pia ili stwa amefanyiwa, amepewa uwezo na mtu. Tujibadilishe kusaidiana sisi kwa sisi. Kuna matajiri wengi, tusingoje mpaka wanasiasa tena wanasiasa wao wasema watapeleka huyu. Wanasiasa wanapeleka watu kisiasa, hawapeleki kwa sababu na wao wanatarajia thawabu, ili wanataka uungwaji mkono, hawatarajii thawabu zile. Wao ni siasa, siasa ni siasa na dini ni dini. Lakini japokuwa ni siasa, na magavana wetu wa Kiislamu waangalie ya kwa kama kuna kaunti imefanya isiyokuwa ya Kiislamu, je, sisi kaunti yetu kwa nini tusitenge pesa? Mfano kama kaunti ya Wajir, kaunti ya Mandera, kaunti ya Garissa ambao ni 100% ni Waislamu. Kwa nini wasitenge mfuko mfuko wa kupeleka wale wasiojiweza, hata kama ni maimamu, wazee wasiojiweza, na wapeleka? Hii ni mfano mzuri. Tusiwe ni watu wa kuonyeshana vidole, huyu aliyempeleka huyu gavana ni hivi hivi. Wewe ambaye si hivi na hivi, mbona umefanya nini? Kwa hivyo hata kufanya hiyo ni kufanya, ijapokuwa yule alifanya kisiasa, wewe magavana wetu wafanye ni kama ni dini, na iwekwe ni sharii, ni utaratibu ambao kaunti inaweza kufanya, kufungua mfuko kama huo.